kinachoendelea katika mazishi ya aliyekuwa mbunge wa Emurua Dikir, Johana Ng'eno, ni dhibitisho kamili kwamba mamlaka hayapatikani kwa viongozi ambao wako mamlakani. Mamlaka yako kwa wananchi. Na munaelewa mazishi ya pamoja yalikuwa yanaandaliwa katika shule ya msingi ya Emurua Dikir, Narok County, mahala ambapo walileta pamoja wale ambao waliweza kuaga kwenye ule mkasa wa ndege, Johana Ng'eno na wale wengine 4 wale ambao walikuwa wanatembea naye. Lakini kuna baadhi ya wabunge na seneta aswa kutoka North Rift ambao walikataliwa, wengine wakashangiliwa. Ishara kumaanisha nini, mpenzi mtazamaji? Ishara ni kwamba wale ambao wako mamlakani sasa hivi wasije wakafikiri kwamba Rift Valley ni yao na wafikiri kwamba kura watapewa. Hapana. Ukitaka kura wafanyie wananchi kazi. Mfano, kuna aliyekuwa photographer na media personnel wake mbunge Johana Ng'eno mwenye anaitwa Guru Buvat Media. Guru Buvat Media alikuwa ni mwanahabari ambaye alikuwa na live stream events ambazo bwana Ngong Johana Ng'eno alikuwa nafika. Ameweza kuandika maneno kwenye mtandao wa kijamii ambayo yameweza kuniguza na nimeona ni heri tuzungumze. Angalia hapo. Ameandika hivi: Aaron Cheruiyot is a victim of innocency. It is painful when someone is treated like an enemy of someone until their demise. People denied him a chance to speak for no clear reason. Nelson Koech is also facing rejection, not because he has done anything wrong, but simply because people believe he was not in good terms with the deceased Joanna Ngong. Alafu akaandika lugha ya nyumbani kwenda hapo chini. Unajua, anajaribu kuwaeleza wananchi hivi: eti Aaron Cheruiyot, seneta wa kaunti na Kericho, aliweza kunyimwa nafasi na wananchi na alikataliwa na wananchi kwamba asizungumze kwenye yale mazishi. Nimekueleza kwamba yale yalikuwa ni mazishi ya pamoja, alafu Ijumaa vile vile patakuwepo na mazishi sasa yake Johana Ng'eno peke yake, mahala ambapo huenda rais akafika pale. Lakini ataona moto, sikufichi, ataona moto. Kulingana na yale ambayo nimeweza kuona, ataona moto. Sasa anasema eti kwamba ni uchungu eti kuona Aaron Cheruiyot anaonwa kwamba yeye ni adui wa Joanna Ngong mpaka kipindi ambapo amekufa. Kama mtu alikuwa adui ya mtu, wacha aendelee kukaa adui ya mtu. Sio eti kwamba kipindi ambapo ameaga dunia ndio mnaanza kujifanya eti alikuwa marafiki wenu. Kwenda huko. Huyu Aaron Cheruiyot na Joanna Ngong hawakukuwa wanaelewana. Aaron Cheruiyot alikuwa anampiga vita ili Joanna Ngong asikuwe kingpin wa Kipsigis. Kumbuka kwamba na Aaron Cheruiyot na yeye alikuwa anang'ang'ania hichi kiti. Kwa hivyo hawakukuwa wanaelewana. Kumbuka kwamba shamba la Ang'ata Barikoi, jina la Aaron Cheruiyot limetajwa pale, kwamba hata yeye ni miongoni mwa wale ambao wanafukuza wananchi kutoka kwa shamba lao. Na ndio maana hawakukuwa wanaelewana na Johana
Ng'eno. Sasa alikuwa anataka kuzungumza, wananchi walikataa asizungumze. I'm telling you the truth, walikataa kabisa. Alafu na mbunge Nelson Koech na yeye wanaeleza kwamba naye alikataliwa na wananchi. Kwa nini? Inasemekana kwamba wananchi wanaamini, wananchi wenyewe wa Emurua Dikir wanaamini Nelson Koech alikuwa ni adui wa Ngong ambaye ni Johana Ng'eno. Ndio. Sasa hebu niulize, wewe mtu atachukia baba yako for no reason, alafu wewe ambaye ni mtoto wa huyu baba yako mwenye anachukiwa uenda kufanya urafiki na yule mwenye anamchukia? Bwana ni heri kae. Haya mazishi ya huyu mbunge Johana Ng'eno yameonyesha wazi kuna utofauti mkubwa wa wananchi na viongozi. I'm telling you the truth. Ukitaka kuamini Kenya, ninakwambia kipindi ambapo baadhi ya viongozi kutoka kwa serikali ya William Ruto walikuwa wanazungumza, kumbuka kwamba mpaka First Lady alikuwa pale. Rachel Ruto alikuwa pale, alienda na ndege ya Air Force nikiona, alikuwa pale. But people hawakuona haja ya yeye kukuweko pale. Kipindi ambapo baadhi ya viongozi ndani ya serikali ya Bwana Ruto walikuwa wanazungumza, wananchi waliamua kuondoka huku wakirukaruka kwa uwanja wakiimba yey yey yey, wakirukaruka. Walikataa kabisa kusikiliza hao viongozi, ishara kwamba there is a big difference between leaders na wananchi. There is a big separation between leaders na wananchi. Angalia ikanda. Ndio, ninajua kwamba hii ni ngome ya Rais William Ruto na sijakataa. Lakini hii ngome ya Bwana Ruto imevurugika, sikudanganyi. Itabidi Rais William Ruto aende kufikiria upya. Number one, kile ambacho kinafanya wananchi wana react hivi, baadhi ya wabunge walikuwa wanamchukia Ngong ambaye ni Johana Ng'eno. Hata walikuwa wameambiwa wasifanye kazi na Johana Ngong au kipenda Johana Ng'eno. Walikuwa wameambiwa, ni kitu ambacho tunajua. Viongozi wa chama cha UDA walikuwa wameambiwa wasitembee na Ng'eno, because someone somewhere told that Ng'eno is going to overpower him. Ndio, na sio mimi nimesema hayo. Kuna Kipkemoi Ngetich akasema kwamba Ngong was lonely man. Let us revenge for him. Kindly allow us to mourn in our best way, bro. What we are doing so on behalf of the deceased Ngong. Anaeleza nini? Anaeleza sababu kwamba iliweza kufanya wakanyima Aaron Cheruiyot kipaza sauti azizungumze.
Anaeleza sababu ambayo iliweza kufanya wakanyima Nelson Koech nafasi ya kuzungumza. Anasema hivi, hao wabunge wote na viongozi wote ambao wamekuja kwenye mazishi ya Johana Ng'eno wakijifanya mimi tulijuana na Johana kitambo, alikuwa rafiki yangu, tulikuwa tunaongea na yeye, hao wote ni wapumbavu. Anaeleza hivyo. Anaeleza kwamba walimtenga, hawakukuwa wanamfika karibu. Lakini sasa hivi kipindi cha kuaga kwake, kila mtu anataka kuonekana pale mbele kwa kamera kwamba ameweza kuchangia kwenye maziko ya Joanna Ngong. Kila mtu anataka kuonekana pale mbele. Na ndio maana huyo akasema hivi, Ngong alikuwa yeye peke yake, alikuwa ametengwa. Na kwa hivyo kipindi ambapo tunapigia hawa viongozi kelele, tunamfanyia heshima mbunge wetu mwenye aliaga. Kwa nini? Alitengwa na sisi tunatenga hao viongozi. Hiyo si kauli yangu bana. In fact, hiyo kauli unafaa kuipata hapo, ndiposo uweze kuelewa bana Ezra huwa apiki maneno yake, wanazungumza kilichomo. Sijui kama unanielewa mpenzi mtazamaji. Sometimes tusemezane ukweli. Number 2, wananchi waliweza kureact hivi kwa sababu wanajua kwamba hawa viongozi wote ni mafisi wenye walikuwa hapa. Kipindi walikuwa wanahangaisha upande wa Ang'ata Barikoi, mwanaume mmoja peke yake ndiye aliweza kusimama na wao, marehemu ambaye yuko kwenye sanduku, Johana Ng'eno. Lakini wengine wote walisimama na Bwana Ruto. Walienda nyuma. Kumaanisha nini? Ngong ndiye alikuwa anawatetea na hawatakuwa na mtu mwingine wa kuwatetea tena. Namba 3 na ya mwisho, sitaki niweza kuongea mambo mengi. Haya ambayo yametendeka kwenye mazishi yameonyesha wazi kwamba kuna separation kati ya viongozi na wananchi. Viongozi wako pamoja wakifikiri kwamba watu wa eneo lao wako pamoja, lakini wananchi na wao wamejitenga. Wamesema kwamba hamjatufanyia kazi, hamwezi mkatutetea na sisi hatuwataki. Mimi ni Bwana Ezra, tupatane kwa kanda ijayo.